Wakati michuano ya AFCON 2025 ikiendelea kutimua vumbi pale nchini Morocco, Tanzania leo itatupa karata yake nyingine tena dhidi ya Tunisia. Sasa kuna swali ambalo limekuwa likiulizwa, kwa nini Tanzania inaweza kuangusha mbuyu wa Tunisia? Hebu tuangalie ikoje hii. Disemba 30 mjini Rabat, Morocco, macho ya Watanzania na hata Afrika Mashariki yatakuwa Stade Prince Moulay Abdellah Olympic Annex kutaka kushuhudia Tanzania ikipiga dhidi ya Tunisia. Ni mechi iliyobeba zaidi ya alama 3. Tanzania na Tunisia zinapambana si tu kwa kutaka kushinda tu, bali kufuzu kutoka kundi C kwa tiketi moja kwa moja kwenda hatua ya mtoano 16 bora ya kombe la mataifa ya Afrika, yani AFCON 2025. Kwa Tanzania hii ni safari ya kutafuta ushindi wa kwanza kabisa katika historia ya AFCON. Ushindi unaweza pia kuweka historia nyingine ya kufuzu kwa mara ya kwanza 16 bora. Kwa Tunisia ni kurejesha hadhi ya kigogo aliyeteleza katika toleo mashindano yaliyopita. Hii ni mara ya kwanza kabisa kwa mataifa haya mawili kukutana kwenye fainali za AFCON. Historia yao pekee inatoka kwenye mechi za kufuzu AFCON 2021 ambako Tunisia ilishinda bao 1-0 Raiders kabla ya kutoka sare 1-1 Dar es Salaam. Lakini historia hiyo haibebi mzigo mkubwa katika mazingira ya sasa. Tanzania inaingia uwanjani ikiwa bado haijapoteza matumaini, huku Tunisia ikijua kosa dogo linaweza kuwa gharimu. Tunisia mara chache hutajwa kwenye orodha sawa na majina mengine kama Nigeria, Misri au Cameroon. Lakini kwa takwimu ni moja ya timu kubwa zaidi barani Afrika. AFCON 2025 ni fainali yao ya 21 na kufuzu kwao hatua ya mtoano mara hii itakuwa ni mara ya 15. Rekodi inaweka wazi ukubwa na uthabiti wao wa kihistoria. Katika mashindano haya, Tunisia imeonyesha sura mbili. Walianza kwa ushindi wa 3-1 dhidi ya Uganda, wakaonyesha ufanisi mkubwa kwenye mbele ya lango pia. Kisha wakapoteza 3-2 dhidi ya Nigeria, licha ya kufunga mabao mawili, ikiwa ni mara ya kwanza tangu 2008 kupoteza mechi ya AFCON baada ya kufunga angalau mabao mawili. Hata hivyo takwimu zinaonyesha kuna hatari yao. Hatari yao wamefunga mabao 5 katika mashuti 8 yaliyolenga lango. Moja ya ufanisi wao wa kuvutia langoni, wakiwa na kiwango cha 26% kwenye kutumia nafasi zao, ikiwa ni kiwango bora kuliko timu yoyote kwenye mashindano haya mpaka sasa. Lakini kuna ufa mdogo kwenye ngome ya mbuyu huu. Tunisia imeshindwa kushinda mechi ya mwisho ya makundi katika AFCON 3 zilizopita. Tangu ushindi wa 4-2 dhidi ya Zimbabwe mwaka 2017, wamepata sare 2 tasa na kupoteza mara moja. Aidha, walitoka hatua ya makundi kwenye AFCON 2023 na kushindwa kufanya hivyo tena, kutamaanisha kuondolewa mara 2 mfululizo katika hatua ya makundi, jambo ambalo halijatokea tangu mwaka 1982 na mwaka 1994. Nini maoni yako? Je, Tanzania inaweza kuangusha mbuyu Tunisia? Mimi langu jina Ali Swaleh Mshana. Hii ni Talent Media. Kwangu mimi naweza kusema ndio kama nilivyosema, wa kwanza najivunia kwa hapa kwa sababu AFCON 2 zimepita, nilikuwa mimi ni majeruhi, lakini naweza kusema hii nashiriki, ni fahari yangu mimi kuwa hapa, lakini na imani kwamba na matumaini yangu kwamba kwa mimi hapa kunaisaidia Tanzania kufika mahali same fulani. Kwa hiyo na imani kuelekea katika mchezo wa kesho, sisi kama wachezaji tunajiandaa kuelekea kufanya vizuri, ili na mimi ile proud ambayo nilokuwa nayo ili iweze kufika na malengo yangu ambayo nilokuwa nayo iweze kufika. Inshallah naweza kusema kwamba kila kitu Mungu ndo anapanga, na mpira siku zote una matokeo matatu. Kwa hiyo na imani sisi tunaenda kufanya kile ambacho mwalimu ametutuma, kujituma na kuhakikisha tunafanya vizuri na tunafanya kile mwalimu alichotuelekeza. Nadhani sisi kama wachezaji hatuwazi hiyo kitu, na nadhani tumesikilia kupambana zaidi. Nadhani mechi ya kesho wachezaji wote tunajua umuhimu wa hiyo mechi ya kesho.
So energy tuliyoitumia kwenye mechi ya kwanza na pili inabidi tuiongeze mara 2 ama mara 3 zaidi kupata matokeo kwenye mchezo wa kesho. Kwa hiyo si wachezaji wote tuko positive, benchi la ufundi liko positive na tuko tayari kujiandaa kwa ajili ya mechi ya Tunisia. Nadhani tayari morale tuko nayo. Benchi la ufundi wanajua kiasi gani kitu gani ambacho tunatakiwa kufanya kwa mechi ya kesho, na sisi kama wachezaji tunajua ni kitu gani ambacho tunatakiwa kufanya kwa mechi ya kesho. Kwa hiyo maandalizi tuliyofanya nadhani kwa upande wetu yanatosha kuelekea kwenye mchezo wa kesho. Tunaheshimu Tunisia, wako na timu nzuri, lakini sisi lazima tuhakikishe tunapata matokeo. Hatuna kitu cha kupoteza kwa sababu ni mechi ya mwisho kwenye group. Dhamira yetu ni kufuzu kwenye hatua inayofuata. Kwa hiyo hatuwezi kufuzu pasipo kushinda mechi ya kesho. Nadhani wako na imani sana na sisi, wanaendelea kutusupport. Kikubwa zaidi waendelee kutusupport, na kesho, mechi ya kesho, lazima tufanye kitu kikubwa zaidi ambacho wao wamekuwa na matarajio makubwa na sisi. Kwa hiyo lazima tupate ushindi kwenye mechi ya kesho na tutahakikisha tunapambana ili tuwape furaha zaidi kwao. Sisi kama wachezaji, kwanza mchezo ni muhimu na tunaamini mchezo utakuwa mgumu kwa sababu tunahitaji matokeo, lakini Tunisia nao wanahitaji matokeo. Lakini sisi kama wachezaji ni wajibu wetu kwenda kupambana na kuweza kupata matokeo mazuri katika mchezo huu. Ni kupambana kwa 100% na kufanya mazuri kwenye mchezo huu. Ahadi nimetimiza, sijatimiza? Nimetimiza ahadi ya goli 1 kwa milioni 100. Na nilisema leo asubuhi ya kwamba niliahidi vijana Jumatatu na nikapata kutoka kwa viongozi wenu mgawanyo wa hiyo pesa mlitengeneza wenyewe. Nimepata taarifa, huyu akaunti yake, na sikutaka hizo pesa zipitie popote pale. Nikataka pesa hiyo inaingia kwenye akaunti yako moja kwa moja. Kama kila mtu amesoma kwenye akaunti yake, jina la Bwana na lihimidiwe. Sasa kesho goli 1 mtakalofunga ni milioni 200. Goli la juzi ilikuwa goli 1 milioni 100. Kwa Watanzania hao wameniambia, Makonda, tunanunua goli 1 kwa mechi ya Tunisia. Goli 1 kwa milioni ngapi? Kwa mkifunga magoli 5 mna bilioni 1. Na yenyewe utaratibu ni ule ule. Mtakutana nao hela kwenye account. Na sasa hivi bahati nzuri ninazo akaunti zenu zote. Yaani kama sasa hivi goli 1 ni milioni 200. Maana yake kile kiwango hicho kipata kwenye akaunti yako zilisha mara ngapi? Kwa likiongezeka goli jingine, maana yake kile kiwango ulichokipata unazidisha mara 4. Kwa mkiongeza goli la 3, kile kiwango unazidisha mara 6. Watanzania wanataka ushindi. Wanataka ushindi kwa sababu 3. Moja, wanajisikia fahari kuona Watanzania wenzao, vijana wao, watoto wao, kaka zao, wadogo zao wanaliwakilisha taifa katika kusakata mpira. Na leo hii Watanzania wanakaa kwenye TV wanaangalia Watanzania wenzao wanacheza. Miaka mingine tulikuwa tunaangalia mataifa mengine yanafanya nini? Leo wanaona watoto wao, kaka zao, ndugu zao, wadogo zao wanacheza. Hiyo ndio fahari ya Watanzania, na ndio maana wanataka ushindi ili timu yetu ya taifa iendelee kubaki kwenye mashindano haya ya AFCON 2025. Sababu ya pili kwa nini tunataka ushindi ni career yako. Lazima tupiganie ushindi ili kukuza career yako. Usikubali career yako ishie hapa. Na kwa wale wengine ambao wameniambia wana ndoto ya kupumzika, basi unapostaafu, ustaafu kwenye rekodi iliyo juu zaidi. Ya kwamba nimeacha bani, nimefanya nini? Nimepandisha. Lakini mwisho mafanikio yenu yanabeba pia ndoto za vijana wengi wa Tanzania ambao wako mtaani huko wanacheza mpira, waliokusanya makaratasi yale wakafunga, wakiona leo kama ulivyopata ndugu yangu siku ile man of the match ile, kuna vijana huko ndoto yao wanatamani siku moja amini kama Msuva pale. Kwa namna moja au nyingine ni kwamba kila mmoja ajue taifa lake linamtazama na kumtegemea. Ndoto yake na career yake inategemeana na ushindi tutakaopata kesho. Lakini mwisho, ndoto ya watoto wa Kitanzania wachezaji mpira wanaotamani kuja kuchezea mpira katika mataifa mbalimbali wanakutazama wewe kama role model wao. Ninaomba tusiwaangushe.